Somo la leo linazungumzia nguvu ya kuamini kwetu. Najua tunaweza kuwa sote tumeokolewa. Ni kweli Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Lakini tukiwa wagumu wa kuamini na namna ya kuamini kwetu ikawa duni, tunaweza tusipokee mambo mengi kwa Mungu, hata kumdhihirisha katika ulimwengu huu ulioharibika, ulimwengu mchafu. Bwana Yesu ni mfalme. Asante kwa sababu ya majira na wakati huu. Naenda kusema na kanisa lako, walio karibu na walio mbali, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Sema na watu hawa kama upendao, na mapenzi yako yatimie hapa duniani kama ilivyo juu mbinguni. Na kubariki ni katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na hata kuamini. Amen. Nilikuwa nafuatilia historia ya mtumishi mmoja anaitwa Zakari Kakobe. Aliingia kwenye maombi, yupo taifa la Tanzania, kati ya watu waliotumiwa kufundisha maisha ya wokovu, maisha kamili ya wokovu, na namna ya kuishi katika maisha haya ukiwa umeokoka. Sasa siku moja, kabla Mungu hajamfikisha kuyatembea mataifa, aliwaza sana. Ndio leo nataka kuzungumzia nguvu ya kuamini kwetu. What do you believe? Na unaamini namna gani? Unamwamini Mungu kiasi gani? Tunaweza kuokoka sisi wote, lakini tofauti ya kutumiwa na kutumika kwetu ikawa mbali na mbali, kwa sababu ya namna tunavyoamini. Haleluya. Namna ambavyo tunaamini. Sasa akamuuliza Mungu, naona matoka kule wazungu kutoka mataifa ya mbali wanakuja katika nchi yetu, wanatumiwa na Mungu kwa namna isiyo kawaida. Je, hawa ni watu tofauti na sisi au tuna shida gani? Wasikilize. Na unajua kumtumikia Mungu inaweza kutokea pia na utamani kwa kuwa umeona wengine wakifanya vyema katika idara hii. Umeona watu wakitumiwa na Mungu kwa namna isiyo kawaida. Na ukasema, na mimi nataka nijaribu nifanye vile vile hata zaidi ya wale wenzangu. Hakuna kosa katika hilo. Sio majibizano au ni mashindano ya kuhubiri. La. Akaingia kwenye maombi mtumishi wa Mungu, akafunga na kuomba na kusema, hapana, yapasa tuyaone matendo haya kwetu sisi, kwa sababu Yesu tunayemwamini ni huyu mmoja tu. Si kwamba wana Yesu mwingine nasi tuna Yesu mwingine. Hapana, ni ile ile ambaye anaokoa, ile wa Calvary. Basi mtumishi wa Mungu akafunga, aomba siku nyingi sana. Baada ya kumaliza kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu, Mungu akamtokea na kumwambia, sasa enenda na wewe ukafanye kama wanavyofanya wenzako. Na ushangae, alianza kutumiwa na Mungu kwa namna ya si kawaida, na hatimaye aliacha ushuhuda wenye nguvu, na hata sasa ni mtu wa kusimuliwa. Nina maana gani leo? Kuamini kwetu kunaweza kuathiri utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu. Kuna watu wasioamini katika uwezo wa Mungu. Sikiza vizuri. Hawaamini uwezo wa Mungu, hawaamini mamlaka ya Mungu, hawaamini miujiza ya Mungu, hawaamini kwamba
naweza toka kwenye ukoo usioeleweka na nikawa mtu wa kueleweka. Naweza kutoka kwenye familia ambayo haina mwelekeo wa kimungu, lakini mimi nikamwamini yeye aliye hai na akatengeneza historia mpya. Watu wakamwona Mungu kupitia maisha yako. Haleluya. Inagharimu unaamini namna gani? Unaamini nini? Je, unaweza kutumiwa na Mungu? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akakataa na akasema huduma zinaanza mataifa mengine, zinakuja kwetu tunazipokea, hata tujue waliweka misingi namna gani. Mimi nataka nianze yangu katika taifa hili na niendelee, julikane kwamba hata sisi tunaweza kuweka misingi, maana atusaidiaye ni Roho yule yule anayewasaidia wale wengine. Na akawa wa kwanza kuasisi kanisa ambalo lina misingi kutoka katika nchi yao, lakini sio mataifa mengine, na wengine wakaiga kwake. Baba wa kuigwa na kufuatia mafundisho yake yamenyoka kweli kweli. Inagharimu unaamini nini? Namna gani unaamini uwezo na utendaji wa Yesu itaathiri utendaji wa Mungu maishani mwako. Kuna watu hawawezi kuamini kwamba wanaweza kuwa watu wakubwa katika imani, yaani wakawa watu wa kutenda mambo makubwa, wakawa watu wa kusikilizwa, wakawa watu wa kutafutwa kama dhahabu. Kuna watu hawaamini hayo. Kwa sababu ya kutokuamini kwao, haiwezekani jambo hili likatokea kwao hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hamlazimishi mtu kumtumia. Hugharimu pia hiari na kuamini kwako. Kuna watu wameitwa na Mungu lakini hawatatumiwa. Pastor mmoja nikiwa Kagera, Tanzania, kwenye kongamano lililopita tu juzi, akasema mtumishi wa Mungu, ubarikiwe kwa kuja, kwa sababu mimi binafsi kwa namna hiyo siwezi. Na kwa kuja kwako unaona Mungu amefanya mambo makubwa. Hata wachungaji waliopinga mafundisho ya kweli na njia za kweli walihudhuria tena, wakaja kwa wingi sana. Na wengine wakaanza kuuliza, hamtueleza mwanzoni vizuri haya mambo yanakuaje? Tutakaa tuongee tena. Yaani wanataka kujua zaidi, maana waliona kongamano ilipendeza, halina shida ambayo walijua wao. Mungu anataka umwamini. Kuna watu hawaamini uponyaji wa Mungu. Mimi namwamini Mungu kwa habari ya afya kiwango cha, niseme cha ajabu. Ninaamini nina afya yangu, nimeupokea kwa Mungu, divine health, kwa Mungu mwenyewe, sio kupewa na mtu na si kufanyia kazi. Nimepewa tu afya na Mungu na nitakuwa nayo mpaka dakika ya mwisho ya uhai wangu, nikiondoka kwenda uzimani. Naamini nimepokea. Nazungumzia kufanya nini? Kuamini, believe. Wewe haitajalisha wewe unaamini kitu gani na unafikiria nini kuhusu Mungu wako au Mungu wangu, hiyo sio shida. I believe nimepewa afya chema sana, study kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na wewe kuamini inatenda kazi maishani mwangu hivyo hivyo nilivyoamini. Hebu nisikize kabla ya soma maandiko. Kuna vitu Mungu ashasema na wewe, anakufunulia, akasema kwa sauti, kwa maono, kwa ndoto, kwa namna yote aliyosema, hata kupitia mafundisho. Akamwambia, mwanangu, nitafanya 1, 2, 3. Wewe utamsaidia Mungu kufanya kwa kuamini kwako tu. Usipoamini mambo hayo ni story, ni hadithi.
ukiwa na imani ndogo kama haradali, ni mbegu ndogo katika mbegu zote za ardhini, mbegu zote duniani. Lakini huwa ikiota inakuwa kwa muda kweli, lakini mti wake ni mkubwa kuliko miti yote duniani. Fikiria, akasema mkiwa na mbegu ndogo tu kama hiyo, hata milima mtaiambia ing'oke na iende bahari, itaenda. Alikuwa na maana gani? Imani ina nguvu kuliko maombi yako mwenyewe. Hana maana usiombe, alisema ombeni bila kukoma, huyo. Lakini kitakachofanya utendaji mkubwa ni namna gani mnavyoamini uwezo wa Mungu. Watu walibadilisha historia kwa imani. They believed. Ayemu kuamsha, unaamini nini? What do you believe? Nikatoa ushuhuda siku moja kuhusu afya yao. Watu wakaanza kunung'unika, wengine wakaongea shida, wasema anajifanya mtu wa kiburi, anajifanya yuko sawa. No, ninaamini, I believe. Sikupokea kutoka kwa mtu, kwa Mungu mwenyewe, divine, not physical, divine help. Yani inatoka Mungu, inadumbukizwa ndani ya mtu. Here I believe and I receive. Na unifuatilie mpaka siku ya mwisho, naondoka kwenda uzimani. You not see me. Kwa nini? Si kwamba nina kitu kingine. I believe. Na nilipopokea sikumrudishia Mungu, nilibaki naye. Haya. Nisikilize. Haleluya. Amen. Nilipokea na sikusema Bwana nakaa nayo kwa muda na kurushia. No, nimebaki nayo hazina maisha yangu yote. Na kuna sehemu naelekea sasa, nataka nigawe kwa vizazi vyangu. I want to believe and transfer the same to my generation. Nilikabidhi vizazi kama Yesu alivyosema, kama nilivyopokea kwa Baba nami nawakabidhi ninyi. Nami kama nilivyopokea kwa Yesu nawakabidhi ninyi, mwe na afya njema kutoka utosi mpaka unyayo wa miguu. Inaitwa imani. Ukiamini kuwa na ukuu utafanyika. Nikamwambia mtu mmoja wakati mmoja, usizungumzie tu kanisa, tumeanzisha mawe tatu na tunahubiri mawe tatu. Tunahubiri dunia sasa. Na mwaka ujao tutaanza kutumia redio za hapa na pale, na injili itahubiriwa, kwa sababu hatujaitwa kwa mahali pamoja kama hapa. Tunaitwa kwa ile dunia nzima. Tutaifikia kwa namna zote, na kuanzia next year redio zinapeleka ujumbe kutoka hapa kwenda mbali. Inazungumza nini? Believe, imani. Nisikilize. Unaweza kusubutu kubadilisha maisha yako kwa imani? Can you try? Unaweza kusubutu? Alafu sikiza, imani ni kama kichaa. Kila unachokiamini, haijalishi watu wanaamini kukuhusu nini. Yaani watu wa mawe tatu hawawezi kubadilisha wewe ikiwa unamjua Mungu vizuri. Unachokiamini wewe na ulicho ndani ya Mungu sio watu wanachokiamini na ulicho ndani ya Mungu kwao. Hapana. Wewe ni wewe na unaamini nini? That is all. Mwisho. Aya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe unaweza kujifungia kwenye mipaka mbaya kwa sababu ya kutokuamini kwako mwenyewe. Unasikia tumisho? Watu wanachosema kwa habari yako na wanachoamini kwa habari yako, akitaki kukuathiri wala kukufanya ushangae na kuzunguka. Unatakiwa uamini Mungu, na namna unavyomwamini atende kazi, watu waione wenyewe.
waje waseme tumemkuta mmoja anayemwamini Yesu. Wakati Yesu anamwona alisema Mwisraeli kweli kweli ambaye hana hila. Hakusema Waisraeli kweli kweli ambao hawana hila. Tatizo tulilonalo, tutakusanya watu wawe wewe, au wewe uwe watu. Hakusema Waisraeli kweli kweli, alisema Mwisraeli ambaye hana hila ndani yake. Unajua Mungu anaweza kuangalia maandiko akasema mtakatifu kweli kweli ananiamini. Mungu akasema hivi. Yohana 11. Haya, tuanze mstari wa 17. Naomba tusome. So when Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Haya, Yesu alipoingia ule mji Bethania, ulikuwa maili mbili tu kutoka Yerusalemu, akakuta Lazaro alikuwa kaburini tayari siku ngapi? 4. And 19 nasema, and a considerable number of the Jews had gone out to see Martha and Mary to consult them concerning the brother. Na watu waliposikia Lazaro ameshakufa na kuzikwa, watu waliambatana kwenda kumfariji Maria na Martha. Na ukumbuke Maria anayezungumzwa hapa yule aliyempaka Yesu mafuta miguuni. Usikilize vizuri. Huyu ukisoma sura ya 11 mstari wa 2 inaeleza kwamba huyu ndiye Maria, mwanamke aliyempaka Yesu mafuta miguuni na kumbusu na kumpapusa kanywele. Ndio huyu. Kumbe alikuwa dada yake na Lazaro. Haya. Kumbe familia ilikuwa na watu wanamwamini Mungu kweli. Tunasema amen. Yaani tuwepo na familia watu wanamwamini Mungu, wanahusiana na Yesu. Sio wana pesa tu na hakuna Mungu, wana mali tu na hakuna Mungu, wanaoa na kuolewa na hakuna Mungu, wanasoma PhD hakuna Mungu. Kizazi kibaya. Kumbe familia walikuwa wanaonekana hawana mali, lakini walikuwa na mwenye mali anaitwa Yesu. Lazaro alikuwa maskini. Tunakumbuka vizuri sana. Na hapo Mariamu ambaye alimpangusha miguu yake na kumpaka mafuta na kumpangusha, alikuwa ni dada yake Lazaro. Najua kuna mtu alikuwa hajui, lakini waelewa hilo leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, sikiliza. Na hata hivyo, sikilize. Anasema mstari wa 19, twende 19. Wacha hapo twende 19. 20. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him while Mary remained sitting in the house. Wakati Martha aliposikia Yesu yuaja, Bwana Yesu asifiwe, she went to meet him, akaenda kukutana naye. Nikaribie nami nitawakaribia. Alianza mwendo wa kwenda. Unajua kuna watu wanapotea alafu wanataka Yesu awatafute. Leo wanasema hivi, Mungu kama ana haja na mimi atanitafuta. Watu wa ajabu sana dunia hii. Yaani wewe mpumbavu kiasi cha kusema kwamba eti Mungu kama ana haja kukutumia atakutafuta vichakani. Watu wanasema hivi kizazi. Wanasema yani Mungu akiwa na haja na mtu atamtafuta kwenye pombe. Toka kwenye pombe uje uokoke, usidanganye. Toka kwenye makambi ya machangudoa tu njoo uokoke. Usianze kudanganya kwamba eti kama anashinda na nini atanifuata Koinange. Utakufa. Utazikwa. Kama ana haja na nini anataka niwe pastor, anifuate kwa wavuta bangi. Acha bangi uokoke. Usidanganye kwamba kwa sababu Mungu ana haja na watu atakutafuta kwenye bangi tu. Wewe
yake aliposikia Yesu anakuja, Martha akaanza mwendo wa kwenda. Hadi sasa tunasema Yesu yuaja na ujira wake mkononi kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Yuaja, twendeni sasa maana anakuja. Tumehubiri injili opposite. Kwa watu wamekaa kwenye mtaa, wamerelax na ukahaba, wamerelax na uzinzi, wamerelax na pombe, wamerelax na uzulauti, na ushoga, na usagaji, na ufiraji, na vyote. Wamerelax kwenye uganga, uchawi, mazindiko, dawa za waganga. Wamerelax, wanasema kama ana shida ya kutuokoa atakuja hapa tulipo kwa waganga. Nani kasema? Unaelewa kweli? Acha ni ponde la atanikutuliza akija mwenyewe aje. Acha anasa mfuate. Anakuja Yesu. Kama hujasikia uliye mbali, Yesu yuaja malangoni, yuaja. Haleluya. Inafika mahali wanadamu wanataka wafanye kama Mungu ndiye anawahitaji. Unanielewa? Mungu ndiye anawahitaji tu. Wao hamuhitaji Mungu. Ndio maana nilikwambia mpaka kanisa la Western Province limefanya mahali pa watu kwenda kuzikwa. Sawa? Yaani nije kanisani niandaliwe siku ya kumaliza. Na siku ya kumaliza sio kuokoka, wanasubiri tu sherehe ya kuzikwa kaburini. Atamzika vizuri. Sasa pastor akishakuzika vizuri unaenda wapi? Yeye ni mbinguni. Sawa, bishop akishakuzika vizuri ndio unaenda uzimani. Na unakula ugoro. Unapoteza muda kwenye dini ya ujinga wako wote. Unasema tu nisikwe vizuri. Yes, Martha aliposikia Yesu yuaja alitoka. Natangaza ni saa ya kurudi kwa Mungu wetu. Twende. Maana yuaja, tuanze mwendo wa kumwendea. Tuanze kutubu, tuanze kutengeneza, tuanze kurekebisha, tuanze kupatana kabla na mahakama. Tuanze kumwambia samahani Bwana, tulikuwa hatujajua haya. Tumeishi uovu tangu zama za wazazi wetu. Sasa tumekuja sisi hapa. Martha akatoka. Na kumbuka nyuma tayari ndugu yake amekufa. Unajua watu wanafikiri miujiza inakuja kwa sababu tuna miujiza ina utaratibu wake. Anataka kuona mnataka kutoka mfuate au mnataka tu kufufuliwa mtu. Ndio maana wanapelekwa kwenye miujiza, wanarudi wanajikunja miguu. Shida iko wapi? Anaona vizazi vyao havina haja na Mungu. Mnaenda kusema hawana upako. Hawana upako wapi? Tafuta wewe sasa. Tafuta upako, sasa hawana wao. Tafuta wewe uponye. Bwana Yesu asifiwe. Sio mnanielewa watu wa Mungu? Mnielewa? Martha aliposikia hakukaa. Twende akutane naye. She went to meet him. Tukutane naye. Kizazi ambacho kinasubiri siku ifike nizikwe. Haudaweka na Yesu, unazikwa tu. Kutana naye kwanza ukiwa hai. Sawa? Ukiwa na mwili na ufahamu, ukiwa bado na urembo na uzuri wako na utanashati. Unaniona hapa na hubiri nikiwa bado fresh, nimekutana naye. Sina wasiwasi na siku yangu ya mwisho. Nikwambie, nina uhakika wa mbingu, ninao uhakika. Usiposema mimi naenda. Kama wewe uendi ni wewe, ninaenda. Nimekutana naye. I have encountered Jesus. Hey! Kizazi kibovu hiki. Anatufuata huko. Sisi tumekuja tukae hapa tuzikwe. Atufuata mwenyewe. Sana haja na watu. Hawa sisi sio ng'ombe, sisi ni watu. Ana haja na watu sio ng'ombe. Wewe wakae tu. I'm sorry. Samahani na kizazi hiki. Twende zetuni tukutane naye. Twende. Yuaja. Twendeni.
Unasikia? While Mary remained sitting in the house. Na unajua Mariamu alikaa kwa nini? Watu hawajui Biblia inasema nini. Mariamu huyu alikaa kwa sababu alishamalizana naye. Unaweza kustarehe tu ikiwa mmeshakubaliana naye. Hamjaelewa mpaka hapo bana, ndio maana mnaniangalia. Nasema hivi, Mariamu alikaa akatulia kwa sababu hapo awali alienda wakiwa na wanafunzi, akachukua mafuta, akamimina miguuni, akampangusha kwa nywele, na dhambi zake zikasamehewa. Wakanung'unika, mwalimu, haya mafuta wangepelekea wauze wape maskini. Yesu akasema, huyu mwanamke amefanya jambo kuu, ameandaa maziko yangu, ameshamini kazi ya msalaba huyo. Kwa hivyo alikuwa ameridhika na kutulia kwa sababu anaye Mungu. Anasema ajivunaye ajivune kwa kuwa ananijua mimi. Haujaielewa? Injili ni mpya kila siku. Huwezi kusema ni mzoefu wa neno. Hakuna mzoefu wa neno la Mungu. Hata mimi nalijua hilo sasa. Kwamba Mariamu alikaa, Martha hakwenda kumpangusha miguu, ukumbuke. Hakumwosha miguu na kumpangusha. Ila Mariamu alikuwa amekamilisha kazi ya maziko ya Bwana. Akasema mwanamke huyu injili itakapohubiriwa, yani hata wakati anakuja wakina Martha, wakina Mariamu hapa, anakumbuka Martha, maana alishafanya kazi ya kuitakasa miguu ya Bwana. Kizazi cha leo wamestarehe wakati hakuna Mungu. Wamestarehe, uzinzi unaomaliza, uasherati unaomaliza, ukahaba unamaliza watu. Wamestarehe, pombe zinaua watu. Wamestarehe, bangi zinavutwa. Vijana akikuangalia kijana utafikiri mnyama, kumbe mtu. Na watu wamestarehe tu, wanasema akiwa na haja nasi atakufuata. Acheni masuala ya bangi, mfuate Mungu aliye hai. Nimerudia, Mariamu alikaa, Martha aliondoka, maana ilikuwa ni sababu kukutana na Yesu. Lakini huyu alishakutana naye na akampangusha miguu. Kwa hivyo anaenda, anakwenda kufanya encounter, akutane naye akiwa katika uhai wake. Na huyu alishamaliza, anasubiri zamu ya kwenda nyumbani. Unalifikaje? Unakaaje tu alafu unaona ukweli ni kwamba hautafanya muunganiko na Bwana Yesu, na umekaa tu. Kisha nimesoma, nina pesa, nina mji, nimeoa na kuolewa. Acha ushamba, mambo madogo haya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nahubiri kwa sababu napeleka ujumbe mbali, sio hapa tu, sawa? Napeleka mbali. Nasikia na waka moto. Unajua hiyo? Eti Martha kaenda, Mariamu kwani alibaki. Awali mstari wa pili wa kitabu cha Yohana 12 mstari wa pili unasema nini? Huyo ndiye alimpaka Yesu nini? Mafuta miguuni na kumpangusha kwa nywele zake. Kwa hivyo yeye alitulia kwa sababu tayari alishafanya kitu. Anasema alishakutana naye. Walisafanya makubaliano. Kiswahili kinasema hivi, sikinaeleza. Huyo ndiye, si ndio? Sasa Yesu ni Bwana. Injili ni tamu. Tamu. Nisikilize. Usilipike huku hautamhudumia Yesu, hautakutana naye. Mariamu alitulia, maana kesi ya kwanza alishaimaliza. Alishaamini kazi ya msalaba. Kwa sasa naweza kulia kidogo, wacha mwenzangu huyu hakuwepo nilipopeleka mafuta na kumpangusha miguu, aende naye amalize kesi ya kukutana naye. Na ukianza kufuatilia sasa, Martha alianza kufundishwa imani, Mariamu hakufundishwa imani. Yesu ni mzuri. Yaani Martha anaanza kuambiwa uamini. Yule mwenzake kaenda kashamsafisha, amemaliza. Huyu anaanza kuambiwa mstari wa 21.
Martha then said to Jesus, Master, if you had been here, my brother would not have died. Oh my God. Kwamba kama ungalikuwa tu hapa muda ule hajakata roho Lazaro, yani asingekufa yule. Unaona? Anaongea kama mtu asiamini. Si unaelewa? Ili mtu akiongea hivyo unajua tu kabisa haamini. Yani yuko empty of faith. Hana imani. Hata mpeleke dhehebu gani, hata makanisa yangeanzishwa mtaa kwa mtaa, lakini watu wasimamini Mungu, hakuna badiliko kwenye nchi. Umoja utaendelea, utawi utaendelea, bangi utaendelea, uzinzi utaendelea. Wengi wa makanisa sio shida, Mungu ndiyo shida. Hey! Wengi wa makanisa sio shida, ni Mungu wa kweli anayebadilisha maisha. Ndio shida yetu sasa, ndio shida ambayo ipo. Yesu tusaidie. Akaanza kufundisha mikataba ya imani. Anaambiwa hivi, and even now I know whatever you ask from God, He will grant it to you. Anajifanya kujua sasa. Anasema, sasa hiyo najua wewe kila ambacho unamuuliza Mungu, wewe Mungu Baba, huwa anakupa tu. Jesus said to her, your brothers rise again. Unaona? Yesu akamwambia, ndugu yako ataamka tena. Unajua kiambiwa maana yake ni uamini. Atapona. Atakuwa sawa. Mungu atatakasa. Mbinguni hatakosa. Jehanamu itafutwa hiyo. Anaambiwa maneno ya sasa. Ukienda kwa Yesu lazima kuambia maneno ya kumwamini. Akuambia maneno ya kuamini kitu kingine. Ukienda na kuambia na kupa viatu tu, umefika anaanza kuambia viatu. Huyo sio Yesu wa kweli. Yesu wa mbinguni anataka kwanza umwamini, na atakuambia vitu ambavyo katika macho ya sikiza, vitu ambavyo katika macho ya binadamu haviwezekani, ili anase moyo upate kuamini. Na ndio maana hata kuna wengine wanaokoka kwa miujiza hiyo mnayoikataa. Anafanywa kitu ambacho doctors wamemwambia only 2 years unakufa. Atakayebadilisha hiyo statement ndio anaitwa Mungu. Unakwenda kwenye mkutano, unasikia the blood of Jesus, receive your healing, receive in Jesus name, rise up. Unasikia moto imepanguliwa, haipo, unatoka pale, lifespan imeongezwa, miaka 20 ijayo utaishi, 40 ijayo, na unakuwa mzima kuanzia hapo. Utakosaje kuamini kama huyu ndiye Mungu? Wewe unaambiwa next year you are end, alafu utaishi mpaka miaka 30 kuanzia sasa. You have to believe, hakuna njia nyingine. Huyu ndiye Mungu. Kwa hivyo alimwambia vitu ambavyo katika saikolojia na mfumo wa natural, katika hali ya binadamu natural, haiwezekani. Akampeleka ulimwengu ambao una mambo yanayowezekana kutoka ulimwengu wa juu. He will rise again. Na ameshazikwa. Akiamini hili inaitwa imani. So kuna wakati Mungu anaruhusu mambo yafanyike ili aje kuwaaminisha watu kuna Mungu. Msifikiri hata kwenye familia mambo mengine yanafanyika ili Mungu ajitokeze. Pia ndio kosa. Watu hawajui kwamba Mungu anajitokeza katika matukio. Yes? There's a miracle tonight in Nairobi. That's what I mean. Anaweka vitu ili vifanyike na Mungu achukuliwe ni Mungu. Wakati mwingine watu wanaweza kuongea kwao, lakini yeye anaweka matukio kwa rasmi kwa wakati. Hata kwenye familia yetu kuna mambo yanayoendelea mpaka sasa. Anatafuta rada ya kuwakamata watu. So that by that ataamka tena. Unasemaje? Ameshazikwa bwana. Amen. Faith. Kwa anaanza matukio ya kunasa samaki. Samaki hauendi bila mtego. Hakuna mtu anagua samaki. Nenda uzame ushinde kwa mikono samaki kama unaweza. Usiwajiita wewe mvuvi. Haleluya. Siwe profesa kuvua. Nenda kwa mikono uingie baharini ushike samaki.
hata sato, hata nyangumi, try. Bila mtego. Kwa Mungu ndio maana akasema hamtakuwa wavuvi wa watu, hamtakuwa wavuvi wa samaki, mtakuwa wavuvi wa watu. Akatoa kwenye samaki akaingiza kwa watu. Maana samaki unatumia mtego ili kuwanasa. Isipokuwa siku ambayo Bwana aliamuru mwenyewe, ingizeni hapa nyavu, hapa shusheni hapa mtapata. Hiyo ni kwa amri. Bila hiyo siku zote mitego. Bwana ni natural way mpaka mitego iwepo. Wewe unaweza kuelewa hata mambo mabaya yametengenezwa kwa wema wa Mungu. Waelewe HIV imeruhusiwa kwa wema wa Mungu. Ili mapenzi wa injili wa imani wafike mahali waseme I am gonna die, naenda kufa sasa. ARV zimekwisha kazi. Umekula mpaka Then says I'm the last, the Alpha and Omega. Unafanyaje? Ukimkataa huyo, gone case to Jehanamu. Inaita mitego ya natural. Yaani ukitembea duniani kuna mitego yote imekaa, lakini imesetiwa kwa sababu ya kunasa samaki wanaitwa wanadamu warudi kwa Mungu wao. Kwa hivyo mauti yakaruhusiwa kwa watu wanamjua tena, ili wao warudi, sio wamtukane. Na wanarudije? Sio kwa mtu kuendelea kaa kaburini afufuliwe ili wapate kuamini. Kwa hivyo kulikuwa ni mtego maalum wa kuwanasa hawa samaki kwenye mji wa kina Lazaro. Na wasomi wa teolojia wanakuambia watu walikuwa wanakanusha kwamba Yesu hawezi kufufua wafu. Kabla ya tukio la Lazaro walisema anadanganya. Hawa walifufua walikuwa kwenye malazi. Tunataka aliyekufa amezikwa kabisa, ameoza, tutajua kuna ufufuo. Unajua amuelewi. Hii inaitwa theology hiyo sasa, sio kiroho. Kwa hiyo ikasetiwa kitu kizuri kutoka mbingu za juu na ikawekwa duniani, natural. Ikamkamata mtu natural akazikwa. Natural. Ili supernatural aingie kazini. Na atakapokuja aingie into natural, atoe supernatural, arudishe na mtu arudi. Kwa hivyo wakafanya kazi yake, na kuanzia wakati huo watu wakakonfirm, wakadhibitisha kumbe kufufua wafu inawezekana, na huyu mtu ni mfufuaji wa wafu. He is the resurrection life, ni ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Jesus just said to her, 23, you are going to rise again. Ndugu yako ataamka tena. Martha replied, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Unaona mtu sasa ameambiwa ndugu yako ataamka, lakini yeye anaseti muda wa Bwana. Anaseti muda wake yeye mwenyewe. Anamwambia Bwana, lakini hiyo uliyosema hiyo teolojia na kwa maandishi ya Torati na tunachokijua kuna siku ya ufufuo, siku ya mwisho, sio leo. Unaweza kuona mtu asiyeamini anaweza kusongeza vitu mbele. Akasema hii mambo ya kupata A tunapeleka wapi? Mbele, sio ya sasa hivi. Mtoto wangu ndio atapata A, mimi ninapata C. Yaani ana declare mwenyewe kwamba sidhani kama ufufuo unaweza kufanyika sasa, maana sio siku ya mwisho, ila tunajua ile siku ya mwisho utamfufua. Unaona? Kukosa kuamini kunaweza kufanya delay in life. That is what it means. Sawa? So huyu Martha ana create muda, anatengeneza muda wake wa muujiza. Lakini Bwana amekuja kufanya muujiza leo. Unaona tofauti ilipo? Kwa kutokuamini anataka atafute muda mwingine. Lakini Yesu ameleta muujiza muda huo. Naweza kusema you better believe. Afadhali uamini sasa. Hallelujah. Afadhali uamini, just believe. Because unajua utaishi muda gani? You don't know that. So believe now, Mungu afanye kazi yake.
believe now, muujiza ufanye. Mtu mmoja akaniuliza, akaniambia, "Mtumishi wa Mungu nakutamani sana." Unasema? Yaani namna unavyotumika na kuhubiri na kutumika, yaani unatumika katika umri wenyewe, yaani bado mdogo, nikamwambia hiyo ndio baraka sasa. Unaonaje ndio nimekaa hapa hata nikihubiri nasimama hivi, yaani nimekuwa sasa naweza nikahubiri masaa 5 nimesimama hata 8 and nothing happens to me. Niko strong. Na nimefanya kazi asubuhi, huwezi kuamini. Nimekuja hapa niko fire, moto. Kwa nini? Age. Sasa afadhali uamini sasa. Hela, believe now. Mungu akutumie saa hii, si bado uko hai. Akatumie saa hii kubadilisha tabia yenu. Useme tomorrow, now. Na unaweza kumdelay Mungu, umcheleweshe kwa kutokuamini. Don't believe, unampush Mungu pale. Kwa hivyo, ukosa kuamini kwa watu, haleluya, kunaweza kusababisha mtu akachelewesha mambo ya kiroho, akachelewesha mambo ya kimungu. Martha anasema, najua sio sahihi, ni ile siku ya Bwana haya mambo yatafanyika. Na wakati Yesu ameshafika, anataka tende kinachotakiwa kutendwa. So miracles are available, lakini tunaweza kuzipostpone kwa kukosa kuamini. Ushaikuwa tayari kwenda shule alafu unaambiwa na marafiki zako, leo haujui kwamba tuende shule. How do you feel? Okay, hata kama upendi kwenda shule, you will feel bad, sio? Ni kwenda jiandaa kukutana na mwalimu wa chemistry. Lakini sasa wamesema tusiende shule leo. Hii inaitwa umekubali delay. Hiyo sawa kabisa. Hii topic itamaliza muda mwingi. But usiambi, kuna jambo jema ambalo Mungu anataka kulifanya maishani mwako. Nani waambie kwamba from today it will not happen. And you know it. Alafu naambia today haitafanyika muda mwingine. How do you feel? Something good has to happen. Jambo jema linatakiwa kufanyika maishani mwako. Na itakiwa lifanyike sasa. Alafu naambiwa it will come to pass maybe after 10 years or baada ya wewe kufariki, watoto wako ndio watafanya. Unajisikia? Bali unaonyesha, unaambiwa, unaona hii nyumba nzuri, ile inatakiwa ujenge. Ila tumeahirisha, wewe hautajenga, utakufa kwenye nyasi. Alafu watoto wako ndio wanajenga hii nyumba. Lazima ufikie vibaya, si ndio? Kwa sababu hiki kitu kimeahirishiwa muda na ni kitu chema. Kwa hivyo najaribu kusema ni miujiza mizuri na ya kweli kutoka kwa Mungu inaweza kuahirishwa kwa kutokuamini kwetu. Inaweza kusogezwa mbele pia ili watakao amini wapokee. Vizazi vyako vikiamini vitapokea. Au nielewa? Ndio maana kama ukikataa Mungu wewe, unaelewa? Kuna mambo mazuri yatakwepa maisha yako. Huo ndio kweli. Alafu Mungu atatafuta watoto wako. Siku ukioa ukazaa watoto, atawatafuta hao watoto awabariki. Kwa sababu wewe uliahirisha muujiza kwa kutokuamini, ukasema pengine wengine wakija watakuamini wewe. Mimi sikuamini. Epuka sana kuahirisha miujiza ya Bwana. Don't ever allow hicho kitu kwenye maisha yako. Usiruhusu, kwa sababu ni sasa Mungu amekuja kutumia. Amen. Ni sasa Yesu amekuja kudhihirisha anataka kutumia. Ni sahi Mungu amekuja anataka fanye mambo kwenye vizazi vyetu. Ni wakati huu. Wakati wewe umeamini ndio Mungu amekuja. Usifikiri kuna watoto watakuja kule nyuma ndio watafanya Mungu afanye kazi. Wewe upo hapo. Na Mungu amekutokea, amekufanya uamini ili mambo yafanyike sasa, maana tayari amefika kwako. Haleluya. Maana amesha kufika. Sasa nasema Martha replied,
I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Atapeleka muujiza mwisho wa safari. Uko mwisho. Ndio huyo atatoka kaburini, sio sahihi. Kumbuka Yesu amepanga na mbingu imepanga. Wokovu ni sasa na mtu anafufuliwa sasa. Bwana amekutana na mtu ambaye kwenye familia haamini. Na hii ndio kesi ya familia zilizo nyingi. Inafika mahali watu ambao wanasikia habari za Mungu ndio wa kwanza kupinga na kutokuamini. Inazuia baraka kwenye familia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ugumu wa mioyo na kutokuamini kwa watu unasababisha miujiza isifanyike kwenye familia hii. Ishara na maajabu ni sehemu ya maisha ya wokovu wetu, lakini inaweza isifanyike kwa sababu gani? You don't believe. Bwana Yesu. Hata hivyo kibiblia nikwambie kitu. Mungu alipotaka kuahirisha jambo, alitoa sababu. Daudi alisema, nawezaje kuishi kwenye nyumba nzuri ilhali jeshi la Israeli liko nje na Mungu hana nyumba mahali pa kuabudiwa? Sawa. Aliposema vile akamkabili Mungu, lakini Mungu akamwambia, wewe hautanijengea nini? Nyumba, ila mwanao atakuja kunijengea nini? Na alipomwambia hivyo alitoa sababu. Daudi, ulikuwa unakwenda vitani wewe sana na ulimwaga damu nyingi. Kwa sababu ya damu ulionayo, kisheria, kikuhani hauruhusiwi kumjengea Mungu kanisa. Hauruhusiwi. Unajua kuna watu wao wajui. Kuna watu haya mambo ya kumtumikia Mungu yana mikataba ya kisheria. Amen. Unaweza kuokoka leo, lakini Mungu asikupe kujenga kanisa. Kwa nini? Mikono yako. Akasema wewe utaanza kuhubiri tu, lakini sio kujenga nini? Alimwangalia Daudi akasema, kwa mambo mengine unaweza, lakini hili la kunijengea hekalu hutoweza, kwa sababu damu nyingi iko mikononi mwako, uliwa watu sana. Hauwezi. Kuokoa ni kuokoa, ila kujenga kanisa usijenge. Na ni vizuri watu kuwa wanamsikiliza Mungu ili wajue anataka nini. Kwa sababu mtu kama huyo angejenga hekalu, huenda hakuna mtu angeingia. Hakuna mtu angeamini habari hizo, kwa sababu sema wewe mwati. Ndio maana hata Paulo alipokuja kuokoka alikuwa na wao Wakristo wengi sana. Lakini alipokuja kuokoka yeye alianzisha na akawaachia watu wakaendeleza. Unaelewa? Anahubiri watu, anawafundisha, alafu wanasimamia kazi alafu yanaenda. Kwa hiyo kuna kanuni za kiroho zinazoelekeza mtu kufanya huduma baada ya kuitwa na Mungu. Kwa hiyo tuache hilo, narudi hapa. Martha akasema, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Najua atafufuka. Mstari wa ngapi? 24. Atafufuka ile siku ya nini? Ya mwisho. Kutokuamini kwa Martha kulianza kuchelewesha maneno, lakini sasa kwa sababu wakati wa Bwana ulikuwa umefika. Amen. Ilipasa muujiza ufanyike. Ni vizuri muda wa Bwana ukifika. Amen. Hata kama maneno yamekuwa confessed. Sasa hapo ndio Mungu anakwenda kinyume na utaratibu wa confession. Kila mtu anakuambia what you say shall come to pass. Sawa? Sasa Martha amesema, anaongea na Mungu, mimi najua atafufuka, lakini sio sasa, ni siku ya mwisho. Yesu akapungua statement what kila ambacho ameconfess Martha akakibadilisha. Kwa nini? Kwa Mungu kama muda wake umefika anaweza kubadilisha utaratibu wa kiroho. Amen. Hata kama walisema all of you will die poor,
And then Mungu amefika kwenu na ametaka watu wawe rich. Watakuwa rich. Kwa sababu yeye ndiye amekuja kusema, sio watu. Na ndio mara nyingi nataka usikilize vizuri. Sawa? Ukitaka kucancel maneno ambayo watu wamesema kwenye maisha yako au kwenye familia au kwenye ukoo, usitumie maneno yako kucancel. Litumie neno la Mungu kuharibu na kuairisha na kufuta maneno walio yasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. You are waiting for. Amen. Hebu sikiza nataka niulize. And catch the point as you listen. Yesu ametoka na Maria. Kabla mara amesema naye amekuja. Alipofika wanaongea akamwambia, ndugu yangu ulikuwa hapa asingekufa. Yesu akamwambia atainuka tena. Martha akaanza kuconfess. Nataka nikufundishe kitu kuhusu confession. Once God has intervened, Mungu ameshuka kutekeleza jambo. Hata kama watu walikiri au wewe ndio ulikiri, lakini Mungu ndiye amekuja, things can change. Nimekwambia kitu. Amen. Unajua kana mafundisho nafunga watu duniani hapa. Wala kama ndio kusema, sikiliza. Even if you say that, and then Jesus has come into your home, into your family, into your heart, and he begins to speak life. Things change. Because yuko juu ya maneno ya wanadamu. He is the one. Aya. Hiyo ni number 1. Sawa? Number 2 side of it. Kama watu wameconfess mambo, au wewe umeconfess mambo fulani, umeyatamka na ukajua ni mambo maovu, haya yanasababisha uharibifu. And then uchukue neno la Mungu ukiyabadilisha yale maneno, those words will change. Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu kuliko maneno yetu. Maneno kia mahali. Oh, you can change your life. So, by using the word of God. Nashukuru kuna mhubiri mmoja yuko hapa Kenya. Mungu amemtumia ovulate katika mambo makubwa sana katika nchi na mataifa mengine. Anasema hivi. Nashukuru Mungu aliye hai. Hili neno limenipeleka mbali. He was talking like that. Akasema limenitoa hata kwa maskini hili neno. Ndio afanye business na neno. Nasikia mafundisho yake mshakusikia. Anaelekeza watu yeye ni ameitwa kuelekeza direct. Taifa fanyeni, rise fanye. You see? Anafanya direction. Yeye ndio wito. Sawa? Anashauri tena hata wewe usitaka anaongea kwa power, anaongea taratibu and direction. Au direct mpaka hata Samia Suluhu akamwambia fungua hawa watu. Umewasema gerezani. Watoe. One day utaamka wewe mwenyewe. Hivyo na anaongea kwa urahisi, anasema na kuheshimu. Ni mama mmoja mwenye ushawishi duniani, but anaongea tu. Anasema neno linempeleka mbali. True. Kanisa limekuwa kubwa kama vifanye vitaka vya maweza. Najaribu kusema nini? Watu wamesema na ninyi mmesema na wewe umesema. And then Jesus, Yesu akaja. Unaelewa wapi? Akaingia. Unajua akianza kusema yeye ndio neno. Na ukitumia neno lake unaweza cancel mambo yaliyozungumzwa. Nimekwambia kitu. Na ushike hilo usisahau. Amen. Amen. Namba 2. Nikwambia kitu kuhusu. Ukikosa kuamini na kuanza kuongea ovyo, unaweza kujaribu kuainisha miujiza ya maisha yako. You know, kuongea ovyo ovyo na kutokuamini kwako unaweza kusababisha mambo mengi. Unasikia? Martha anasema hivi. Yesu anamwambia ataamka tena. Alafu anasema najua ataamka ile siku ya mwisho. Atafufuka ile siku ya nini? Ya mwisho. Kwa hiyo anaondoa muujiza sasa, anaupeleka last day wakati Yesu amefika. Naomba uelewe vizuri. Jesus has come into mawe tatu. Sio? Afanye kazi yake. And they are trying to tell him, lakini mambo haya yatafanyika muda ujao, sio sasa hivi. I want to tell you,
huu ndio muda wa Yesu kufanya kazi. Na ni vizuri kuwa mtu wa kuamini ili uache Mungu afanye kazi yake kwenye maisha. Haya mambo ya kujaribu kuzunguka na kuweka tarehe zako. You are not dead for anything. You have only to listen to God na majira yake yafanye kazi. Wewe huna majira yako. You cannot measure your own. Na wewe usilazimisha Mungu au mharakishe. Martha anasema najua atafufuka, lakini sio unavyosema. Kuna siku imeandaliwa, sio hii ya leo. Karibu Yesu amepanga safari, amefika kwao because hakuna aliyemwita. Ila alisikia Lazaro amekufa. So direction ilikuwa Lazaro amekufa. Na siku hawakujua ni ipi. Alisubiri siku wamezika na wako kwenye msiba. Hawajanua matango wanasema. Halafu anakuja. So amekuja mwenyewe. Yesu kanzi kumwambia ile siku ya mwisho atafufuka, sio saizi. Hii ndio shida ya tulionayo sisi watu wengi. We plan God's time wakati Mungu anataka. Amen. Tuendelee. Anasema Jesus said to her, I am myself the resurrection and the life. Unaona? Yeye Martha anasema tunajua ni siku ile. But kumbe hajui anazungumza na yeye ambaye ni ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikwambie kitu katika maisha haya. Always talk to the resurrection and life. Ni vizuri uwe unazungumza na yeye ambaye ni uzima na ufufuo na uzima. Amen. Watu wana maneno mengi sana. You talk to people and they tell you we are preparing for worst. Sawa maneno gani? Okay? You talk about your family. Na watu watakwambia hii familia yetu haiko hivi. Si ndio? Hebu niangalie. Katika listen and understand. Unaweza kuambia watu in our family, wewe unaongea kwa ujasiri wako. And what they are saying is opposite. Ni vizuri uongee na mwenye uzima na kwa ufufuo. Talk to him. Kwa sababu unaweza kuongea na watu. Kuna nielewa kweli? Kuna kuongea na watu na kuna kuongea na ufufuo na uzima. Ni vitu viwili tofauti. Na watakatifu wengi hawajui kwamba maisha yetu yako katika roho, sio katika mwili. You can force talking to people, they never change. Unaweza kulazimisha kuandikia message hapo. You can force it. You're not God. You can't change anything. Uwezi kuokoa watu mawe tatu. Try it. Uwezi kuwa mkombozi wala mwokozi. Ndio maana tumeset maombi. Sawa? We are talking kwanza na yule anaitwa ufufuo na uzima, tunasema naye. Anayeweza kufufua roho za watu kutoka kuzimu na mauti na akajikabidhi mwenyewe. Yeye mwenye uwezo. Apostle Arome Osei anasema, Osei walipoanza huduma kijijini kwao kabla hajafika kwenye miji, walikuwa wanaomba, wanafika mahali Mungu anamwambia pray again, ombeni tena. Wanaomba, wanafikia wamefika fire, bado ombeni tena. Ndio kijiji kikubali mnachokisema ni pray. It is me saying ombeni, so watu. That's why I've had in my heart, feed this giant. That is the breakthrough. If I don't do that, nothing. Because kuna roho ya utini imekita mizizi, imeenda paka imeshika ardhi nzima, everywhere. Basi tunasikia ni mazuri, but they don't believe that. Wanaelewa? So, ombeni, anasema walienda, mia. Ndio sasa wakasikia anga, ndio watu wakaanza. Sasa na yawezekana walisikia mambo ni mazuri tangu mwanzo, but they were not allowed, hawakuruhusu. Kwa sababu yule mkuu alikuwa amewashikia. Sasa sikilizeni la muziki. Ndio mshiende. Na ukiona aliyeruhusu
sure ujue huyu ni neema imemtoa huko. That is all. Watu wengine wameshikiliwa neema hiyo. That's why you stop praying. Unaanza kuongea na watu, utapata shida sana. Watu watakutukana. Wanasema unajiita mwenye haki. That's the beauty of silence. Ndio maana utaelewa unyamaza. Japo unaona unaweza kaongea chochote. Bali jasho unazungumza kama vile uelewe. Because ukiongea you must be very ready kwamba uko kwenye neema ya Bwana. Kazi yako ni kuongea na yule anaitwa resurrection and life, ufufuo na uzima. Ongea naye ili alete kinachoitwa ufufuo na uzima katika mioyo yao, alete healing ya. Usilazimishe. Haleluya. Kwamba itakuwa na ikuwe. Utaandikia watu message, utawapigia simu, utawaongelesha, utalia, utageuza, bado utasema judgment. Hukumu sasa inakuja. Na unafikiri Mungu anakutumia. Wewe unasema hukumu inakuja wakati Mungu hata hayupo kwenye hukumu yako. Ni wewe unahukumu. Na hiyo neno halitimii. They still live like that. Kwa sababu utafikiri ni hukumu, ni hasira zako za Yona. Azako tu, hakuna Mungu hapo. Na unaonekana mtu mmoja. Hata kama tumekuwa makuhani, tuna utaratibu tunaupitia. Kufikisha agenda, tunaanza kwa ufufuo na uzima mwenyewe. Talk to him live, sawa? Kwenye maombi live, sawa? Live, live kwenye maombi. Tunaongea naye ufufuo na uzima. Tusikie anatuambia na sisi tunasikia, tunamwambia Bwana. Yawezekana siku ile au ni leo. Anakuambia mimi ndio mwenyewe. Niachie kazi nimekuja. Amseme amen. Mmeelewa nimesema nini? Aitwa ufufuo nani? Na uzima. Anasema I am the resurrection and life. And the life. Unasikia? Kuna vitu hivi. Anasema I am the sio am resurrection. Mimi ndimi ufufuo. Ndiye ufufuo. Anasema na pe maana yake inasimamia kitu kinachojitegemea tena. Uzima. Ufufuo ni tofauti na uzima wenyewe. Unasikia? Na uzima ndio unakuja ili ufufuo ufanyike. And vitu vingi vinajitegemea. Ukimfufua mtu akiwa amelala mzoga, kitu ambacho kinakuja kwanza ni uzima unarudi ili ufufuo utokee. Kwa hiyo anasema mimi ni mambo mawili. Mimi ndio ufufuo mwenyewe alafu ndio uzima. Yote viwili nimeshika. Kwa hiyo ninaomba usilazimisha watu wa familia yako kubadilika. Talk to, ongea naye. Take the bora in the spirit muda. Okay. So, na ukimwambia ufufuo na uzima, na huyu unaweza kubadilisha. Sasa kama hujawahi kufanya hilo, stop attack. That demon is strong. Hujawahi kuiona, ukiiona utatoroka. Yes, demon ni mbaya. How do you know? Inamfanya awe comfortable katika uchafu. A demon spirit. Unafika na hayo wanaanguka chini alafu hata hayabiki kelele. Machafu hata hayabiki kelele. Anaanza amenyamaza. Posati. Kwa anasema hivi. Ongea na mwenye phone na uzima. Alafu ukishamalizana naye atakwambia next step. First 3 days tamaliza hii kazi. Fanya hivi tamaliza hii kazi. Au niachie uende na mambo mengine. Nishukuru uende. Mimi ndio usifungue nazo. Nikabidi alafu uende kazi. Anakuambia cha kufanya maana ndiye ufufuo. Na anasema whoever believes in appears to trust in and relies on me, although he may die, yet he shall live. Tunatoa wapi ujasiri wa kuambia watu tunao uzima milele? Tumemwamini Yesu. Si kwamba akijaribu kufika mbinguni hata mimi sitafika. Na ninapoelekeza uende na tunaenda. Haujanielewa nimesema nini? Why? We believe. Sasa unaweza kuona imani ni nzuri kuliko hata kuona kwa macho. Unaona utaweza kuendesha gari? Unaweza kuona gari hata hivi pengine. Lakini unajua utaendesha. What is talking? It's called faith.
Kwa imani na nguvu kuliko physical things. Haya mambo ya mwilini unayaona kwa macho ni ya kitambo kidogo. Ila imani ilianza zamani na haina mwisho. It is eternal. Faith is eternal. Is powerful. Ni nguvu sana kwa Mungu. So unaweza tu kaenda kuombea wagonjwa but you don't believe. Mungu hawezi kutumia. But you have to believe mikono yangu ina moto. You have to believe pumzi yangu ina Mungu. You have to believe tekela yangu ina Mungu. Wewe hata siwezi kulaumu na wasema pokea. I don't know if they believe miguu ina nguvu. Let it go. I don't care. Hata kama atakuwa shati kama Benini Arusha hivi na watu wapokee na wapone. I don't cast that. I don't say it's bad. No. Kama Mungu amempa sana kazi hiyo na watu wanapona, let them get in. The only thing akikosa mbingu. Hapo ndio shida tu iko. If they miss heaven after all this. Unaelewa? If somebody says, ninaandika nikishika mbao alafu nikatoka watu washike wapone, watu waone hata kama shiko, they just come and touch and go. So long as it is Jesus na inakuwa transformer iko hapo. Hakuna shida. Shida inakuja tu hapa baada ya kushika hapa na wapone magonjwa alafu jehanamu wamejiandikisha tena. That is a problem. Ndio maana akasema hivi. Nisikilize. Haleluya. Wanaoniamini hawatakufa. Na hata wakifa wataishi tena. Akaanza kusema mimi ndo daraja ya kwenda uzima wa milele. Anybody wants to go eternally anifuate mimi. Mimi ndo daraja. Si unajua kufanya daraja lazima uvuke upande wa pili. Uende Moise Bridge, ndio? Unapita hapo Soisangu au Lugulu, unavuka daraja. Unaenda Moise Bridge. So the same thing. Kama unataka kwenda ngambo ya pili, it's called heaven. Follow me. Ukifika mtainama hivi utakanyaga utapita. Maana yake I am the bridge. Na hakuna mwingine. Kwa hivyo ni vizuri unamwambia mwenye daraja avushe watu wa kweli. Mwambie daraja mwenyewe avushe watu wa kweli. Kwa sababu wako mambo ya wao kwenye mizimu na maisha yao yamesukwa. Unataka kusukwa kama kikapu yamesukwa. Kila kitaka kutoka afada utaratibu wa kutoka. Usipopata utaratibu wa kutoka, haijalishi una pesa hauna, you remain. So hata kama una pesa utabaki. Hata kama una pesa, huwezi ku advance maisha kwa sababu ya pesa yako. It will eat you up kwa sababu ni msuko unatengeneza. Ndio maana Yesu alianza kumkabili Martha direct. Alikuwa confront moyo wake ili anase moyo apate kuamini. Na Yesu akitaka kuweza anakunyokea, anakonfront. Na kwa maneno yake yanakata upanga ukatao kuwili. Ndio maana kwenye Ufunuo wanasema katika kinywa chake kuna upanga ukatao kuwili. Kinywa chake kikifunguka tu, neno linakukata mpaka unaelewa. Abasi wa watumishi wa Mungu hatufai kuwa na maneno mengi ya kuongea. Speak the word. Ukiwa unaongea sana unapoteza authority. Kwanza hauna authority kabisa. Mamlaka yako hayapatikani kwa kuongea maneno mengi, bali kwa kuongea neno la Mungu. Ndio maana nasema naye alikuwa na upanga kinywani. Akaanza kumkata. Hata mtu akifa. Sasa tumeacha mambo ya kufua, japo ndio kesi nimeijia hapa, sawa? But nimeacha hiyo, nataka nishughulikie moyo wako. Mtu akifa sasa atafufuliwa. Anashughulika na moyo wa Martha ili Martha aamini. Maana yule mwenzake aliamini mpaka akampangusha na kuandaa mwili wake kwa ajili ya maziko. Alishaamini habari ya na Mungu amesuka habari ya mauti ili amaminishe Martha habari ya kufa na kufufuka. Yaani vyote kwa utukufu wa Bwana. Kwa hiyo hata watu wakati mwingine hufa kwa utukufu wa Bwana hufa. Na watu wasijue. Na sio kwa sababu aliyekufa, kwa sababu ya waliobaki. So ukisema unaombea mfu, unaombea si watu waliokufa, ombea hao walio hai na uambie hawa. Maana imefanyika ili wao wakae. Na kufufuliwa pia ni kwa sababu ya hawa wasioamini. Waamini kwamba Yesu yupo. So walisema hawezi kufufua, ametoka kaburini. So walisema hakuna mtu anaponya diabetes, hakuna mtu anaponya kisukari. So walisema there is nothing like that. Basi ameponywa, semeni sasa. Ongeeni. Because tunaweza kujua kwamba hii ni blood ya damu au blood ya pepo. They are different things.
continues to live and believes in his faith, it cleaves to and relies on me, shall never actually die at all. Yani aniamini, yani hata hivyo akasema hata kufa kama. Do you believe this? Akamuuliza, wewe unaamini haya? Unajua anamaanisha nini? Anamuuliza swali. Lamwambia hivi, hata hivyo mtu yeyote akiendelea, yangu imesema akiendelea, akaweka imani yake ndani yangu, akanikwamania, akaniekelea mimi, hata kufa kamwe. Swali nimesema kamwe. Hata kufa kabisa, hata milele. Hata kufa kabisa. Kabisa, sisitiza maneno. Hata milele. That means anajaribu kumwambia mtu akiniamini Yesu hakuna habari ya jehanamu. So hii mambo ya kutishiana jehanamu na huko tumeanguka, tuachane nayo. Ikifanya mistake kidogo, wewe sio wa mbinguni. My God. Mistake kidogo, wewe ni wa jehanamu. Jesus Christ alisema mtu akimwamini amevuka hata kufa tena kabisa. Ina maana jehanamu imefuta kumbukumbu yake. Hana sehemu katika ziwa liwakalo moto na kiberi. That's why mimi naambia watu sitakufa. Wananishangaa. And I will not go to hell. What have I done? Nimefanya nini ili niende kuzimu au jehanamu? Siwezi. Na sitaenda. That is all. Kwa nini? Nimeamini. Nimesamehewa watu wa Mungu. Wewe kama unisamehe baba. Hiyo sio usinisumbue. Kama wewe unisamehe, utajua nimesamehewa. Hallelujah. Kiweze nyuma, kiweze nyuma. Unaona? Hallelujah. Sasa care. I will not go to heaven. I will be in heaven with Jesus. See wewe. What do you believe? Will you be in heaven? Na wewe ni kesi sio yangu na wewe, ni yangu mimi na Mungu. So I tell people I'm a candidate of heaven, and I preach like I'm from heaven and above heaven. Wanaambia I'll not be sick. They are asking how do you dare unaongea vitu vya namna hii kwa nini? Au kuna vitu duniani vinaharibu watu. Vitu gani? Mimi nazungumzia uhai uliopokea kwa Yesu na uzima tele wa afya yangu. I received from the Lord. Satan, that is all. Umekwisha. Sasa ni kuhusu imani. So usianze kusema fulani anaamini sana. Yaani akitaka pesa huwa anapata tu. Sasa mtumishi mmoja anasema if I want money right now, I just have it. Kuna watu waidai, mimi sijafika huko. Nisema tu huko. So right now na ni kweli anasema I know what to do. Sitamwibia mtu wala nini, but I command it and it will come. Nikisha command, watu wanaanza kupiga simu na wanaleta pesa wenyewe. Wewe unaweza kuwa na hii, it is your faith. Hiyo ni imani yako. Tuseme na wewe anaamuru nini? Ni yeye ameamini hivyo. Na maliza. Anasema twende mstari wa 27. Ndio nikuambie kwamba nani Martha alikuwa anashawishiwa aamini. Sikiliza anasema, she said to him, yes Lord, I have believed. Mshangilie Bwana. I have. Yes, so Yesu anakupeleka mpaka uamini. Yaani akileta hiki hujaelewa, anaweka namba 2. Akikufanikisha hili hujaelewa, analeta jingine. Ana mix yote, mabaya mema, yote anachanganya. At least one day you'll say, I now believe. Kwa Martha akaja kwenye darasa la
kama dada yake Mariamu. Na ndio maana ukiendelea mbele unasema kuna watu walikuwa wamekaa nyumbani, si ndio? Huyu anaongea na huyu na huyu anaanza bisha. Wewe mbona unakaa naye unaongea hanisaidii kazi? Unaelewa? So it was a matter of conviction. Ili nani amini injili. Because kuna mmoja alikuwa bado hajaamini. Na unaelewa ndiye alikuwa anaongea na Yesu. Anasema that you are Christ the Messiah. Unaonaje? Akaamini kwamba wewe ndiye Kristo Masihi. The anointed one, mpaka mafuta wa nani? Wa Bwana Mungu. The Son of God, mwana wa Mungu aliye hai. Even the one who was to come into the world, yeye ambaye alitakiwa kuja katika ulimwengu. It is for your coming that the world has waited. Ni kwa kuja kwako wewe dunia imesubiri. Ungemshangilia Bwana. Ili unaweza kuona mwanzo wa Martha na mwisho wa Martha, vitu viwili tofauti. Yesu ameongea naye mpaka amefika mahali kuamini huyu ndiye Masihi. Na unajua hajafanya muujiza. Neno la Mungu lina nguvu sana. Miracle is not happening. Haujafanyika muujiza mpaka hapo. Lakini Martha ameshafika kuamini huyu ndiye Kristo Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu yake kuja kwake ulimwengu ulisubiri. Amempeleka mpaka kwenye tukio la kuamini. Sasa tukifika hapa tukiahirisha muujiza wa Lazaro, naweza kusema muujiza utengenezwa kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Alienda kufufua, lakini kabla ya kufufua mtu mmoja ameshaamini Yesu ni Masihi. Amen. So kama Mungu alisema kufanya muujiza, you must believe in him. Na muujiza haifanyiki ili kufurahisha watu na kuvuta watu waje kanisani na wajae. Inafanya watu waamini Yesu ni Kristo, yeye ni mfalme na hakuna mwingine. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen. Sasa tumshukuru Mungu. Alafu tunamaliza ibada hii. I love you Lord. I give you glory. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu kwa kanisa. Ibada hii. Ibada hii ya Jesus. Father, we thank you. Yes, you is so good. Shukuru Mungu katika jina la Yesu. Na umwamini Mungu.